labda umewahi kusikia. Katika miaka ya nyuma kulikuwa na mji, huyo kuku wako na balaa nyingi sana. Sawa. Katika miaka ya nyuma kulikuwa na mji ambao ulikuwa unaitwa Troy ni mji ambao una exist mpaka wa leo. Troy wakawa na vita kati yao na Wayunani, the Grecians. Walipokuwa na vita kati yao na Wayunani, wakapiga vita. Wayunani wakaona vita vinazidi kuwa vigumu sana. Wakasema tutakachokifanya retreat, tutaacha vita. Watu wa Yunani wale wakatoka kuacha kupiga vita na watu wa Troy, wakajifanya kana kwamba wamefanya nini? Wameenda. Lakini walichokifanya ni hiki. Walichukua miongoni mwao Wayunani wengine wachache. Actually ilikuwa ni Myunani mmoja, wakamuingiza ndani ya mji wa Troy kama mpelelezi. Yule mtu alipokaa pale ndani, wale watu wa Wayunani walipoenda kwamba sisi tumeretreat, tumesarenda kama mmetushinda, wakaamua kutengeneza farasi wa mbao, farasi mkubwa kabisa wa mbao. Wakamtengeneza, alafu wakakuja wakamweka nje ya mji wa Troy, kama pale kwa mlango nje hivi. Yule Myunani aliyekuwa ndani akawaambia watu wa Troy, naona ile farasi ambayo imetengenezwa ambao ile farasi ni kikombe cha ushindi ambao watu wa Yunani wamewapatia, wamekubali kwamba wamewashinda. Kwa hivyo ili kwamba msaidike hata zaidi, mchukue ile farasi muingize ndani ya mji, alafu mtakuwa mmesaidika, mmesitirika kabisa, mwezi kuonekana. Watu wachache wa Troy wakasema when the deal is too good, think do what? Twice. Wakafikia maneno akasema hii hapana, hii si ukweli. Lakini wengine akasema hapana, ni ukweli, tuchukue. Wa class wakachukua ile farasi wakamuingiza ndani ya mji. Hawakujua ya kwamba ndani ya huyu farasi kulikuwa na wanajeshi kidogo wamefungiwa huko ndani wa Kiyunani. Usiku yule mpelelezi ambaye aliwaambia muingizeni ndani akatoka nje pole, akaenda akafungua kilango ambao kilikuwa kimekewa ile farasi. Wale wanajeshi wachache wa Yunani wakatoka, wakaenda wakaua walinzi wa mji wa Troy ambao walikuwa mlangoni, mlango ukabaki wazi. Alafu wa Yunani wengine wote wakaingia ndani ya mji wa Troy wakauteka. Kutokea wakati huo, njama yoyote ambayo shetani anatumia ujanja kumfikia mtu inaitwa Trojan horse. Farasi wa Troy. That is exactly kitu ambacho shetani alitufanyia Waadventista wa Sabato. Exactly. Alijua ya kwamba Waadventista wa Sabato kuna vitu ambavyo hawawezi kuvifanya. Na ili kwamba wavifanye, ni lazima nitumie ujanja. Na akafanikiwa kutumia ujanja. Leo katika swala la muziki, nazungumzia vitu viwili. Jambo la kwanza ni ala za muziki. Jambo la pili ni kuhusu kucheza. Nazungumzia hivyo viwili tu ambao ni the most controversial parts of music. Na nianze kwa kusema hivi, umekuwa mtu mwenye umri mkubwa kabisa hapa kutushinda ni mzee. Umekuwa katika kanisa hili muda mrefu. Umekuwa na ngoma kanisani zikipigwa? Hakuna. Kama ungekuwa mzee wa kanisa, church choir, wakakuja na ngoma wakati wa divine service wakipiga wakiimba, ungefanya nini? Hiyo ilikuwa inastopishwa. Unastopishwa kabisa. Hiyo ni emergency church board. We have to discuss. The choir inaenda nje ya mwongozo wa kanisa. Wanaleta vitu ambavyo haviambatani na kanisa kabisa. That is very true. Shetani alijua hiyo. Hakuna siku Adventista watachukua ngoma walete kanisani wacheze. They will never do that. Of course siku hizi kuna Adventista wanaleta. Ukienda North American Division kuna makanisa ambao kuna drum set wanaziweka hapo mbele. But alijua si rahisi kabisa. Akasema nitakapofanya nitawashughulikia na ujanja. Nitafanya nini? Nitatengeneza kitu ambacho kinaitwa keyboard. Keyboard si ala ya muziki. Keyboard ni mkusanyiko wa ala za muziki. Ala ya muziki ambayo inacheza vile ambayo unaona inaitwa piano. That is the name. Piano. Hiyo ndio ala ya muziki. Keyboard is a collection of musical instruments. That is why ndani ya keyboard kuna violin, kuna harp, kuna guitar, kuna drum, all types of drum, timpani, snare drum, zile kubwa ndogo na za katikati zote ziko ndani ya keyboard. Zinapatikana pale. It's a collection of instruments. Shetani akajua nikileta keyboard ndani ya Adventista wa Sabato nimewashika, na ni kweli ametushika. Ametushika. Kile ambacho umesikia katika muziki ambacho kilikuwa kinamuinusha baba pale na kinakufanya kupiga miguu chini pale na wewe miguu yako na una nod kichwa pale ni ngoma. It is the drum. Now the question is, ni jinsi gani ambayo tunapaswa kutumia ala za muziki? Nimesema nitazungumzia ala, nitapiga kambi sana hapo. Ni jinsi gani ambayo tunapaswa kutumia ala za muziki katika uimbaji wetu? What instruments
are ordained, zimeruhusiwa na Biblia ili kwamba zitumike katika uimbaji wetu. Kabla kusema hivyo, acha nisome nukuu moja hapa. Kitabu ni Patriarchs and Prophets. Nasoma nukuu, Patriarchs and Prophets. Ukurasa wake ni wa 594. Patriarchs and Prophets, page 594. If you want to know the paragraph, it's paragraph 2 in that particular chapter. And that's 2 and 3. It says this: music was made to serve a holy purpose. Muziki ulianzishwa ili kwamba uwe na sababu ama lengo lililo takatifu. Alafu anasema hivi: to lift the thoughts to that which is pure, noble, elevating, and to awaken soul in devotion and gratitude to God. Hiyo ni important sana, kwamba muziki ulianzishwa na sababu ya kuinua moyo wa mwanadamu upende vitu vya kiroho. Muziki ulianzishwa ili kwamba ukusaidie wewe kumzidi kumjua Mungu na tabia yake na jinsi alivyo. That is why music was brought forth. Alafu anasema hivi: what a contrast between the ancient custom and the uses to which music is now often devoted. How many employ this gift to exalt self instead of using it to glorify God? That is very true. Watu wengi wanatumia muziki kujiinua wao wenyewe na wala si kumuinua nani? Mungu. Na ndio maana ukimkosoa hakosoleki. Maana anajua akienenda jinsi Mungu anataka kwa mafikara yake, anahisi kwamba muziki wake hautambatana na mitindo ya muziki ambayo ipo inazidi kuvutia watu. Anazidi kusema kwamba wacha ni the next paragraph: music forms part of God's worship in the courts above. Mbinguni kuna muziki. Mbinguni kuna muziki. Na hapa anasema we should endeavor in our songs of praise to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. That is serious. Ati tunapoimba hapa chini, uimbaji wetu unaposa ukaribie uimbaji wa wapi? Wa mbinguni. Basi swali ni uimbaji wa mbinguni unakaa vipi? Sijasahau kama nitazungumzia ala na kucheza. Uimbaji wa mbinguni unakaa vipi? Mpaka ni lazima mimi na wewe tuhakikishe ya kwamba uimbaji wangu na wako unakaribia ule wa mbinguni. Nenda kitabu cha Isaya sura ya 6. Isaya sura ya 6 tunajibu swali, uimbaji wa mbinguni unakaa vipi? How is singing in heaven like? Ukifika hapo soma na sisi kutokea the first verse. It says, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each had 6 wings. With the twain he covered his face, and with the twain he covered his feet, and with the twain he did fly. And one cried unto another, saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Just hold there. Tunaonyeshwa taswira ya enzi ya mbinguni. Tunaona malaika ambao wanaitwa maserafi, malaika wenye mbawa 6. Na wako mbele za Mwenyezi Mungu wakiimba. Wako na ibada ya muziki hapo, wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi. Lakini nataka uangalie sifa 3 za watu ambao wanaimba mbinguni. Anasema kwamba kuna mabawa mangapi? 6. Mawili wanatumia kufanya nini? Kuruka. Mawili wanatumia kufanya nini? Kufunika uso. Mawili wanatumia kufanyika nini? Kufunika miguu. Those are very important things. Ni kipi ambacho Mungu anataka kutufunza? Akisema kwamba mawili wanatumia kupeperuka, inamaanisha kwamba kila wakati wale malaika wa mbingu wako tayari kufanya yaliyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. They are always ready to do the will of God. That is why they have wings to fly, to execute. Kwa hivyo kumaanisha uimbaji wa Mungu ama waimbaji wa mbinguni kila mara wako tayari kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sifa ya pili ya kwamba mabawa mawili wanafunika uso wao, inamaanisha wako na kicho, reverence, heshima ya hali ya juu. Waimbaji wa mbinguni hawatafuni bidii wakiimba. Waimbaji wa mbinguni hawazungumzi wakiimba. Waimbaji wa mbinguni hawana gumzo nyingi ambazo zisaidii kanisani wakati wa ibada. Hawana hiyo waimbaji wa mbinguni.
They have reverence before God. Actually, ina uhakika kwamba hakuna malaika hata mmoja husinzia katika ibada ya mbinguni. Nimegusa pabaya hapo. Ni ukweli. The point ni kwamba mimi na wewe kama waimbaji wa hapa chini tunapaswa kuwa kama waimbaji wa mbinguni. Kama unajiandaa kuimba katika kwaya ya mbinguni, anza kujifundisha kutosinzia katika ibada za hapa chini. Unajua mimi hujiuliza ni kwa nini watu wanalala kanisani anyway. Swala la siku nyingine, wacha tuache. Another feature, nimesema sifa ngapi hapo? 3 tayari. Nimesema 3. Kwa ya 3 wanakutumia kufunika miguu. Kufunisha miguu inamaanisha kwamba wako na ustaarabu. They are modest. Waimbaji wa mbinguni hawaendi mbele za Mwenyezi Mungu nusu uchi. Hawaendi na skati ambazo hazifuniki, hazistiri ucho wao. Nguo juu ambazo hazistiri ucho wao. Kama ni wanaume, kama kulikuwa na trousers mbinguni wanaume wanavaa, hakuna malaika wa mbingu angevaa trouser ambayo imembana na imemshika. Hakuna. So if you have to qualify for heaven, ni lazima uanze kuishi maisha ya mbinguni wapi? Hapa chini. Hapa chini. Another feature of heavenly music, Revelation chapter 4 verse 8. Sifa nyingine ya muziki wa mbingu, Revelation chapter 4 verse 8. Inasema, say, and the four beasts, the four beasts, each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest on the day, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which has, and is to come. Which was, and is to come. Good. Waimbaji wa mbinguni wanapoimba wanasema kwamba Mungu, wewe ni yule uliyekuwepo ambaye uko na tena utakuwa milele zote. Kumaanisha uimbaji wa mbinguni unamtambua Mungu kama Mungu. It identifies God as God. It understands who God is. Wakija mbele za Mwenyezi Mungu anatambua kwamba tunayemzungumzia hapa ni Mungu mwenye uwezo, alikuwa, yupo na atakuwa. So they understand that in their music. Another very important principle of heavenly music, Revelation chapter 4 verse 10 through 11. Revelation chapter 4 verse 10 through 11. Inasema vipi? Says, the 4 and 20 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever. Read on. And cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Wacha ni kama tunasafiri pamoja. Katika fungu hilo, hao waimbaji wa mbingu ni sifa gani ambao wanampatia Mwenyezi Mungu? Ni kwa nini wanampatia sifa katika fungu hilo? Ni muumbaji. Ni muumbaji. Asante. Ni muumbaji. Uimbaji wa mbingu uko na themes, mada mbili kuu. Mada ya kwanza ni uumbaji, the creative power of God. Mada ya pili, angalia Ufunuo sasa hapo sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 9. Nasema nini? And when he had taken the book, the 4 beasts and the 4 and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden veils full of odors, which are the prayers of saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred. Wacha tu hapo. Katika fungu hilo wanamsifu Mungu kwa nini? Ukombozi. Kwa hivyo nyimbo za mbinguni ziko na mada mbili kuu, uumbaji na nini? Ukombozi. Kumbuka tunaenda kusoma kwamba uimbaji wetu hapa chini unapaswa kukaribia uimbaji wa mbingu. The theme of heavenly music is redemption and creation. Ukiwa hapa chini ukiimba kuhusu malaria unamshangaza Mungu. Corona. Umesikia wengine waligundua kuna pesa za serikali zinatolewa. Nimeona baadaye kuna kwa nyingine Adventista wakaamua kutungia nyimbo corona.
it's the selfish interest that comes. Unajua si vibaya kutunga wimbo kuhusu corona, but we have a different mission. Kanisa, sisi tuko na mission tofauti. Wacha the Ministry of Health itafute State House Choir waimbe corona. Our age here, or if we have to sing corona, let us to fix in the three angels' messages. Ili kwamba ujima malaika tatu ndio inaisukuma kwenda mbele. The theme of heavenly music is creation and redemption. Kwani hivi Robinson anasema kwamba tuimbe tu kuhusu Genesis chapter 1 na John 3:16 pekee yake? Hapana. The whole scripture has the story of redemption. Kutokea Genesis mpaka Revelation, it is the story of what? Redemption. You bring it out clearly. Sifa ya mwisho alafu niingie katika chimbuko. Hizo ni sifa tano sasa, si ndio? There are 5 features if you are following. The last one. Hapo fungu ambao walikuwa wamesoma, wao waimbaji wa mbingu walikuwa wameshikilia kitu mkononi wakiimba. Biblia imeita nini? Harps. Imeita harps. Tutasoma kwa sababu ya muda, lakini ukiangalia Revelation chapter 14 verses 1 through 4. Revelation 14 verses 1 through 4. Tena utaona kwamba wale watu 144 watakapokuwa wakiimba watakuwa wanatumia tena harps. Haya. Ukienda tena nafikiri Ufunuo sura ya 15 ambao tena wanaimba watakuwa wanatumia nini? Harps. Kuna consistency. Kumbe sifa nyingine ya uimbaji wa mbinguni pia unatumia ala za muziki. It is instrumental. Kutumia ala za muziki si mbaya. Uimbaji wa mbinguni unatumia ala za nini? Za muziki. Sasa baada ya kusema sifa hizo zote, itakuwa bora sasa narrow down to our 2 points of study this afternoon. One, the question you're asking, what musical instruments are we supposed to use? Kama lazima tutumie ala za muziki, ni ala gani za muziki ambazo tunastahili kutumia? Kuna principle ya Bible study ambayo inaitwa the principle of first mention. Yaani principle mahali imetajwa mara ya kwanza. Unajua kitu ambacho kinafanya Wakristo wengine, haya madhehebu mengine wanakosea katika mambo mengi katika Biblia ni kwa sababu wanaruka kitabu cha Mwanzo. Unajua kitabu cha Mwanzo kina chimbuko ya vitu vingi sana. Chimbuko la mtu akifa nini kinatokea, unapata wapi? Mwanzo. Chimbuko la sabato unapata wapi? Mwanzo. Chimbuko la mpango wa ukombozi unapata wapi? Mwanzo. So many things are found in Genesis. Actually, I've been hearing theologians wakisema kwamba a close study of the first 3 chapters only of the book of Genesis is sufficient kutengeneza very important themes in the redemption. Just the 3 chapters of Genesis za kwanza zina build very much important things. Kwa baada si tutaenda Genesis, lakini tutaenda the first 3 chapter, tutaenda chapter 4. Tunapojiuliza ni ala gani za muziki ambazo ni muhimu sisi tutumie. Umefika Genesis chapter 4. Tutaangalia from verse 24. Nasema nini hapo? If Cain shall avenge 7-fold. See hapo. You read the wrong place. Let me give you the correct one. The correct one. 21. 21, no? Yeah, 21. Yeah. Answer, just start verse 19. 19 says, and Lamech took unto him 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. And the other bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. And Zillah, he also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron, and the sister of Tubal-Cain was Naamah. Wacha tu hapa. Biblia inatuonyesha uzao wa Cain. Hapa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 ukisoma kutokea mstari wa 17 unapata uzao wa Cain. Cain anamzaa Enoch, Enoch anamzaa Mehujael, Mehujael anamzaa Methusael, Methusael anaishi kumzaa Lamech. Alafu kutoka kwa Lamech sasa tunapata hawa watoto watatu, Jubal na Tubal-Cain. Watatu wanazaliwa. Lakini mmoja hapo anakuwa mvumbuzi wa muziki. I want to not kill him. Anaitwa nani? Jubal. Are you following the Bible? Mahali huko hapo. That is one way of securing yourself ili kwamba ukoe alert. Jubal.
Jubal in verse 21 nasema kwamba he was the father of all that handle the harp and the organ. Mwanzo muziki unapoletwa into picture katika Biblia, when we see music coming into picture first, by the way, there is nowhere music is. Ukiregea nyuma hapo is where we have an aspect of music first mentioned in the Bible. In Genesis chapter 4 verse 21. Hapo ndio mara ya kwanza. Na inapotajwa tu, ala zinazotajwa za muziki ni kama zile ambazo tumeziona wapi? Mbinguni. Hazina tofauti, harp na organ. Nani anajua harp? Harp inachezwa vipi? Inavutwa ama inapulizwa? Hapa inavutwa, strings. Harp inavutwa. Na organ Inapulizwa. harp kwa Kiswahili ni nini? Zeze. Ni zeze. Kinubi. Kinubi. Oh, hiyo ndio hapo imeenda high tech Alphonse. Iko baka na picha. Other version say stringed instruments and pipes. oh, that is very sweet. Stringed instruments and pipes. That is so good. Kwamba katika Mwanzo, which version is that? New. NIV. Stringed instruments and pipes. Wanapoanza uzinduzi wa muziki, ala zilizotumiwa ni ala zinazovutwa na ala zinazofanywa nini? Pulizwa. Muziki unapoanzishwa, hakuna ala ilikuwa inagongwa. Yaani wazungu wanasema percussive instrument. Hakukuwa na ala kama hiyo. Ilikuwa ni ala inayopulizwa na inayofanya nini? Inayovutwa. Hakuna ala nyingine tofauti. Kumaanisha kwamba Mungu alikuwa na kusudi ni kwa nini ala kama hizo ndizo zitumike katika muziki. He had a purpose why. That is what he wanted us to use in music. Kwa nini? Manake ala ambazo zinapulizwa na zinavutwa, jambo la kwanza hazipiti sauti za mwanadamu. Zinaruhusu ujumbe ule wimbo uende. 2, zinafanya kwamba yule ambaye anasikiza wimbo havutiwi na mdundo ama mwili hausongezwi, anavutiwa na ujumbe haswa wa uimbaji. Nikiweka wimbo ambao kwa na tudut, kitu ambacho kinakuvutia kwanza ni hiyo ngoma. Mwili wako unasisimuliwa na ngoma kabla roho yako hajasimuliwa na mambo ya kiroho yakainuliwa. So it's important kwamba tujue from the grassroots, Mungu alikusudia kwamba ala ya muziki ambayo itumiwe iwe ni ya kuvutwa na kufanya nini? Na kupulizwa. Nipige hatua mbele tena kidogo. Baada ya kipindi cha Mwanzo, kunakuwa kipindi cha hekalu kujengwa. We had the earthly sanctuary. Sanctuary, wana wa Israeli kumbuka wametoka kunaitwa wapi? Misri. Wametoka Misri na Mungu at last amewapiga kambi nyikani, wakawa Canaan, all the places wamejenga sanctuary. Na kuna masharti ya ibada ambayo Mungu anapeana jinsi wanapaswa kufanya ibada zao. Kumbuka nazungumzia ibada. Let me refresh and say something. Kuna vitu vile ambao watu wanachanganyikiwa. Wanaviita praise and worship. Praise and worship. Praise is different from worship, I accept. But notice, praise is part of worship. Also, notice, not all praise is needed for worship. Or not all praise is worship. Acha niseme kwa njia nyingine. Kuna sifa na ibada. Wanajaribu kuzisema hivyo kwamba ni wakati wa sifa sasa. Wanasema huu ni wakati wa sifa, lazima tumpatie Mungu sifa. Sawa. Sifa ni sehemu ya nini? Ya ibada katika muktadha wa Ukristo. Lakini si sifa zote ambazo ni nini? Ni ibada. Naweza mwa kutunga wimbo wa kumsifu mke wangu. Hiyo ni sifa, lakini si nini? Si ibada. Unanipata lakini? Napozungumzia hapa, tunazungumzia ibada. Worship. Which type of musical instrument is supposed to be inside worship? Nataka uende kitabu cha Zaburi ambao kuna taharuki kubwa sana. Kitabu cha Zaburi sura ya 149. Tasoma kutokea mstari wa kwanza, ama tusome 150. Achana na 149. Tutarejea 149. Twende Psalms 150. Soma kutokea verses 1. Inasema nini? Praise ye the Lord.
Praise God in his sanctuary. Praise him in the firmament of his power. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the psaltery and harp. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with stringed instruments and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. That is what the psalm says. Unajua Zaburi kutokea ya 146 mpaka 150 zote zinaanza na hallelujah ama praise the Lord. I think 146 hata 150 anasema kwamba hizo ni zaburi ambazo wana wa Israeli walikuwa naimba baada ya mateka. After walitoka mateka, ndio maana zinaanza zote na hallelujah. Wanamsifu Mungu na kumtukuza kwa kuwa wametoka katika mateka yale ya Babeli. Ndio maana zinaanza na hilo neno praise God. Hii ni zaburi ambayo imetumika vibaya. Na wakati mwingine katika music sabbath zetu za Adventista, key text inakuwa let everyone who has got breath praise the Lord. Na unasikia mhubiri mwenye anachanganua na kwambia ukisimama usimwimbie Mungu kama unapigwa na shot, unafaa kusongea kidogo, unafaa kurukaruka kidogo, unafaa kuchangamka. Such things exposition to that text out of its context. Jambo la kwanza nataka uone hapo, hilo zaburi linajibu vitu vinne vya maana sana. Jambo la kwanza linasema who is supposed to be praised? Ni nani anapaswa kuabudiwa? Kwa hilo fungu nani anapaswa kuabudiwa kwa hilo zaburi? Mungu. Jambo la pili linasema ni wapi anapaswa kuabudia? Where? In his sanctuary, in the heavens, imetaja hapo. Alafu tena inauliza why is supposed to be worshipped? Ni kwa nini anapaswa kuabudiwa? According to the excellence of his greatness, for his mighty acts. Kama unatumia King James. Alafu mwisho, how? Anapaswa kuabudiwa vipi? Alafu anasema tumia trumpet, tumia psaltery, tumia harp, tumia timbre, tumia dance, tumia string instrument, tumia organ, tumia cymbals. Angalia ala za muziki ambazo zimeorodheshwa hapo za kumsifu Mwenyezi Mungu. Angalia ala za muziki ambazo zimetumika hapo za kumsifu Mwenyezi Mungu. Najua kitu kimoja ambacho kimeleta balaa hapo ni neno lile ambalo limeandikwa dance. Talirejelea wakati ambao nitakuwa nazungumza kuhusu kucheza, lakini nataka utumie akili yako tu ile ya kula ugali na sukuma wiki, uone ya kwamba lile neno dance liko between other instruments. That word dance liko between other music instruments. Kumaanisha limetajwa sawa na ala zingine zote za muziki. Kumaanisha kwamba hata hiyo ni nini? Ala ya muziki. Nitaeleza ni kwa nini nasema hivyo si kitambo. Lakini tuteremka chini basi. Kama hizi ndizo ala za muziki ambazo zipo hapa, na ni gani ambazo aswa ama ni jinsi gani zinapaswa kutumika? First Chronicles. Twende First Chronicles 23 verse 5. 23 verse 5 inasema nini? Moreover, 4,000 were porters, and 4,000 praised the Lord with the instrument which I made, said David, to praise therewith. Just pause there. Katika zaburi hiyo kuna vikundi viwili. Kikundi cha kwanza, sijui Kiswahili inasema nini, 4,000 elfu nne walikuwa verse 5. Na elfu nne walikuwa mabawabu. Walikuwa mabawabu. Na elfu nne walimsifu Bwana kwa vinanda vilivyovifanya, alisema Daudi. Sawa, tulie hapo. Katika uimbaji, that is the Levitical choir, kwaya ya watu ya wale ambao walikuwa wanafanya kazi in the sanctuary. Kuna vikundi viwili hapo. Anasema kikundi cha kwanza walikuwa ni porters. Kikundi cha pili walikuwa wanamsifu Mungu kutumia ala za muziki alizozifanya nani? Daudi. Let us move again a step ahead. Tunajibu swali, ala gani za muziki zinapaswa kutumika? The same Second Chronicles, now second not first. Second 7 verse 6. Second Chronicles 7 verse 6 inasema hivi. And the priests waited on their offices. The Levites also with instrument of music of the Lord.
which David the king had made to praise the Lord, because his mercy endureth forever. When David praised by their ministry, and the priests sounded trumpet before them, all Israel stood. Thank you. Unagundua katika ile fungu linasema kwamba Daudi alifanya uzinduzi wa nini? Ala za muziki. David made an invention of instruments to be used in the choir, ambayo ilikuwa inatumiwa na Walawi ndani ya ibada ya patakatifu. Ninajenga polepole ili kwamba nisikupoteze. Tupige hatua tena mbele. 2 Chronicles 29 verse 26 and 27. 2 Chronicles 29 verse 26 and 27. Inasema vipi? 29, 26. Inasema hivi. The Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets. Read on. Then Hezekiah commanded that the burnt offerings be offered on the altar, and when the burnt offerings began, the song of the Lord began. Also, and the trumpets accompanied by the instruments of David king of Israel. Just pause there. Watu wako. In that particular verse, sijui kama unaona kitu ambacho mimi ninakiona. Ni kwamba kuna kitu hapa anasema kwamba the Levites stood with the instruments of David. Alafu the priest stood with the trumpets. So kuna difference kati ya the instruments of David and the trumpet. Usikose hiyo. Kuna tofauti kati ya ala za muziki ambazo Daudi alizindua na trumpets. Why are the trumpets given a seclusion? They were not an invention of David. It was the invention of the Lord through Moses. Numbers chapter 10. Go to Numbers chapter 10 for us to prove that. Numbers chapter 10, verses 1 and 2. Nasema? Says, and the Lord spake unto Moses, saying, make thee 2 trumpets of silver, of a whole piece shalt thou make them, that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journey of the camp. And when they shall blow them, blow with them, all the assembly shall assemble themselves to be at the door of the tabernacle of the congregation. Just for that, it's very true. Tumeona kwamba trumpet ni uzinduzi ambao Mungu alifanya kupitia Musa, lakini zile ala zingine Mungu alizizindua kupitia nani? Daudi. What is the work of the trumpet? The trumpet many a times was used in the war. Katika vita ilikuwa inatumiwa katika vita mara nyingi. Even the music session ambao mhubiri hapa alikuwa anarejelea in the book of 2 Chronicles, utagundua kwamba when they went for war, 1st or 2nd Chronicles, 2nd chapter 20, walienda na trumpets. They were blowing trumpets in war. And when they were used, especially katika ibada, hazikutumika kama kucreate nini? Rhythm ya wimbo. Hazikutumika kutengeneza rhythm ya wimbo. Zilitumika kuannounce kwamba sasa ni wakati wa ibada, jikusanyeni kwa sababu ya nini? Ya ibada. So those instruments ambao tumeona 149 of Psalms, tumeshatoa trumpets kwamba haitumiki kucreate rhythm. Inatumika 1 katika vita, 2 inatumika kuita watu katika nini? Ibada. Napiga hatua tena, tuangalie choir. 1 Chronicles 15 verse 16. Choir ya Walawi. 1 Chronicles 15 verse 16 inasema 16 even of the covenant which he made with the Abraham. First on a second. First 15:16 nasema and David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be the singers with instruments of music, psalteries and harps and cymbals, sounding by lifting up the voice with joy. Thank you. Aliappoint ili kwamba waongoze kwaya ya uimbaji. Walikuwa wanatumia psalteries, wanatumia harps na cymbals. Sasa kuna ala nyingine ya muziki imekuwa introduced hapo ambayo tuliona in the book of Psalms, ambayo ni ya percussive instrument. Nikisema percussive inamaanisha inagongwa. Inaitwa cymbal. Unajua cymbal? Mwe bwana wanajeshi ile siku ya the last holiday, public holiday ambayo ilifanyika ni gani? Mashujaa. Ilikuwa mashujaa. Madaraka ni buku ya mwisho. Uliona yule jamaa ambaye alikuwa anapiga visawani viwili, anapiga vile vinaitwa cymbal. Kiswahili inaitwa matoazi kama sikosea. Zinaitwa matoazi. Tunaona kuna kifaa ambacho kinakuwa introduced hapa kinaitwa matoazi. Kazi yake ilikuwa ni gani? Tumesema vitu vilikuwa vigongwi. Nilikuwa hapa tunaona ala ambayo ilikuwa inagongwa katika ibada.
hapo First Chronicles 16 sasa verse 5 and 6 inasema Asaph, the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Matithia, and Eliab, and Benai, and Obededom, and Jeiel with the psalteries and harps, but Asaph made a sound with cymbals. Just pause there. Unaona lile kundi lingine lote linaambiwa kwamba walikuwa na psalteries na walikuwa na nini? Harps. Lakini Asaph nilisema sijui nilikuwa nikisema wapi. Asaph alikuwa ni kiongozi wa uimbaji katika sanctuary. Kuna mafunzo mengine kusoma wataona actually he was standing as a choir master. Walikuwa wanasema hivi alafu anasema mbele yao hivi. So he was a choir master. Alikuwa anatumia cymbals kutengeneza sounding. Cymbal ilikuwa inafanyika nini? Cymbal ilikuwa inagongwa mara moja kusema kwamba tunaanza wimbo. Kusema kwamba stanza imeisha. Kusema kwamba tunaingia chorus. Kusema kwamba wimbo umeisha. Hii ndio ilikuwa kazi ya cymbal. Haikugongwa ku create the rhythm in the sanctuary. Kilichotumika kutengeneza muziki in the sanctuary zilikuwa ni ala za muziki zinazovutwa na zinazofanya nini? Zinazopulizwa. So those were the musical instruments that were used in the sanctuary for worship. Let me pause there. Kuna mtu akona swali mpaka hapo kabla sijapiga hatua mbele? Hakuna ithibati yoyote ya utumiaji wa ala zinazogongwa katika ibada. Kuzitumia it's a sure way ya kuenenda kinyume na makusudi ya Mwenyezi Mungu na ala za muziki. Kwa nini? Ala za muziki zinazogongwa zinatoa mvuto wa uimbaji kwa mambo ya kiroho yanaleta katika mambo ya nini? Ya kimwili. Another demonstration again. Are we together? Yes. Wow, umeenda kwa nini? Unajua there's some of the things which we are getting into translation, which might also mislead. Because kilugha ya Kiunani katika Zaburi 149 aya ya 3, denduru nyinga ka umiel, adier gouru bul kod thum. Sasa na Biblia yako sijui kama nitapata kinataka kuona kwa Biblia yako. Jambo la kwanza ujue ya kwamba Biblia haikuandikwa kwa lugha ya Kijaluo ama Kizungu ama Kiswahili. Haikuandikwa hivyo. Biblia iliandikwa katika lugha ya Kiebrania, Kiyunani, Kiaramia. Hiyo lugha ambayo iliandikwa katika Biblia. So tafsiri unapofanywa kuna upungufu wake. Actually, Biblia hii ya Kijaluo hapa mbele already wanaomba udhuru kwa sababu ya mambo ambayo yatakupotosha kwa sababu ya translation. Sina muda tu ili kwamba ni scrutinize ni I'm very sure ukiscrutinize hapa ndani utapata kwamba nitatafuta tukiwa na wewe peke yake. There is a problem with translation. That word, sivyo kwa kuwa hawakupata a word that can be translated so in the English, that is why waliamua kutumia dance. Because the Hebrew word of that particular name is makol. Makol, ambayo inamaanisha pipe. Kwenye Biblia ya Kizungu, King James Version, ambayo iko na cross reference. Hiyo verse 4 utaona wamekuandikia or pipe. Wamekuandikia or pipe. Kumaanisha hiyo instrument hapo si kucheza. Hiyo bull. It's wrongly translated. The right word that's supposed to be there. Oh, am I saying the right thing? Unazungumzia dance. Unazungumzia dance na bull. Okay. Drum. Now drum there comes a problem katika pipe. Hiyo tulisoma katika sijui ilikuwa ni Genesis ambayo ilikuwa inazungumzia asili which is pipe. No, hapo 149. Soma 149 tena. I just realized I was explaining a different thing. Miel. What miel? Wanasema miel. Miel. Yeah, miel. But I want to see that word ambao translate bull. That is what I want to see neno gani. Hebu soma in their order. Alafu follow with the English Bible ili kwamba tusaidie kujua the word. 149 verse 3. Verse 3. 149. Denduru nyinga ka umiel. Adier gouru bul kod thum. Kupakogo
Kupakago. Hebu soma Kizungu inasema nini? Inasema, let them praise his name with dance, making melody to him with tambourine and the lyre. Oh, so the word that is translated as in your version is tambourine. Yeah. It's tambourine. Maana kuna tambourine zilikuwa ni hand drums. Hand drums ambazo zilikuwa zinatumika mikononi. That is the word. English inaweka the word tambourine there, which was a hand drum. Umewahi kuona wakati wa Maulidi? Maulidi wa Swahili wao kuna ngoma zingine mkononi. Pole kwa wale ambao wamekuja Mombasa juzi, siku hizi hazipo sana. Lakini wale ambao wakina John Cena wanajua wakati walikuwa wakiitwa John Cena walikuwa wanafukuza Maulidi sana. Sikia Maulidi iko mahali unajua mwisho huko wakimaliza safari kuna pilao huko. Hapo lazima tufuate. So those particular hand drums zinazoitwa tambourines. Tambourines unagundua hata Waisraeli walikuwa zitumika katika ibada. There is no mention of them in the temple. Tambourines zilikuwa zinatumika outside worship wakati kuna celebration as a result of something. That is why they used to be used. Kwa hivyo that is just a mistranslation ambayo inafaa kuwekwa sawa. Or if it's the same, it does not mean what people interpret it to mean. Kama kuna malazi yaliandikwa toka. Hatuna vikojezi Funga zote. We move a step ahead. Tumeafikiana kwamba ala za muziki ambazo zilikuwa zinatumika in the sanctuary ni ala ambazo zinapulizwa na ala ambazo zinafanya nini? Zinavutwa. I was about to make a demonstration before I was called here. Volume. Ile DJ Volume. Hiyo. Hey. Hey. Unasikia drama? That is the drama. Hebu sikia wimbo sasa. Sikia wimbo. Sikia kingi. Nasikia wimbo unaanza. That is a skillfully played instrument. Usikie tu pole pole kwenye naenda. Haya, unaanza kuharibika sasa. Imeanza kuharibika sasa. Nasikia drum kwa wimbo. Yeah, drum that song. It's very beautiful music, but listen to the instrument. Very beautiful music, very powerful words, but listen to the effect of the drum. So that is the point. Music ambayo inatumika katika ibada inapaswa kuwa haina the drum. Let me just play. Kuna music zingine hapo kwa simu yako. Nisaidie na simu yako. Ni play one properly played music. Unashangaa ziko hapo kwa simu yako. Nataka usikie hizi nyimbo.
drum can be used properly. I didn't mention that. Kuna jinsi drum inaweza kutumika properly in our music. I played a song hapa ninakumbuka. Listen to this song. That is drum. Naona imeisha drum tayari haiko tena. That is drum again. So the drum can be used properly. Might wanajeshi wakicheza the drum, at times they use it properly, at times they don't use it properly. Just get a bit of inafanya boom. Boom. In fact, the soldiers wakitumia that beat wanapenda sana. Boom. Even when inafanya. That beat is a correct use of the drum. So the drum inaweza kutumika vizuri, but there is a wrong use of the drum. Let me again demonstrate for the last time a wrong use of the drums. You come up and kuna music. Unfortunately, there is a wrong simiavas. There's a wrong use. Meka nimesema na simu yako. Najua wewe ni mshabiki. Wewe ni mshabiki wa Mikanyagi. Number one. Number one. Hiyo ndio itakuwa kwa hivyo. Hapo kwenye miaka inakuwa just like that. Did you pro? Lazima udansi. Hata lazima unaona unaanza tu pole pole. Ndio ndio unaanza pole pole. Unaanza kukuza. Pole pole sasa. Actually, that song, the video concert ambayo ilifanywa, they were seriously dancing kabisa. Ile helicopter, kangaroo, whatever walikuwa wanacheza muziki. Lazima waheshimu muziki. Hakuna kutaimba hivyo. Lazima. Ukianza kusoma sasa. So that music, wale ule muziki ambao kisha unasikia another one. Umesikia muziki kama hizo? Another one. Ama ile meno ambayo inapasua mabati, alafu wewe baada hiyo unakuja na hati kwa hapo inaimba wapenzi. Unasikia tu. Hatujui saa. Unasikia inaboesha. Au walikuwa inaboesha. Wamaliza kae chini ile kwa nyingine kuje. Watuchemshie stage. So music imetumika kama snare. Imetumika kama snare kabisa. And because of the drum in the music, now dancing comes by default. Kwa sababu ya the wrong use, let me put it that way so that I may not be misunderstood. Because of the wrong use of the drum in music, we have to dance. Tuna respond into dancing sasa. Nasikiza wapenzi, wala sina kuwa na muda wa kujenga hiyo subject ya dancing fully, but I want you to understand this. There is no a single evidence katika Biblia inayohakiki ya kwamba watu wanapaswa kucheza katika ibada. Hakuna. There is no a single instance. Now let me go to the Bible. I hope hakuna mtu akona concern on instruments. Maana nataka nitoke instruments ningie dancing. Mtu na concern kwa instruments? Yes, Evans. You've just said that we might use them properly. But you see, if you say that, we'll be giving a leeway to usage. Because it's either something is bad or good. Always go katikati. That's why I said music really needs time. Kuna kitu ambacho kinaitwa syncopation in music. Syncopation ni kujaribu kutumia drum ili kwamba utengeneze a 2/4 beat ambayo inaweza kutengeneza a dancing atmosphere. By the way, thank you for that question. When you use the drum wrongly, ukifanya kitu ambacho inaitwa syncopation, kitu ambacho itafanyika ni kwamba utatengeneza beat. Siku hizi tunafanya programming. So in programming wanafanya kitu ambacho kinaitwa syncopation. In that ile beat ni kana kwamba wanairukisha 2/4 beat. 2/4 beat ni ile ambayo inatumika kwa jazz,
rock and roll, R&B, pop, most of those particular songs zinatumika that particular beat. So that is what you do. Use the drum in the keyboard to create a beat that is fit for a dance hall. Hiyo sasa you're using the drum wrongly. Lakini ukitumia drum just for the purpose of showing interjection and to bring kitu ambacho kinaitwa purpose in the music, urembo wa muziki, hakuna kitu chochote wrong in that. For example, once again, unagundua umeregesha ile simu. Umeregesha. Unagundua kwamba ile drum ambayo imetumika in that particular song, hakuna jinsi unaweza kudance to that drum. It does not create an atmosphere for dancing in whatsoever way. Hii drum ambayo imetumika in this particular song. Kwa njia ambayo haicreate an atmosphere for dancing. The programmers know, they know how to go about. A skillful player anajua how to go about a good music. I had the instruments of Maweni Youths. Uko nazo kwa simu Mark? I wish ni vile siko nazo kwa simu. They are in my machine. I could have played the instrument pia usikie. That is a skillfully played music, which others were termed extremists for. So we move a step ahead. Kama tushazungumzia hilo about music. The step that you're moving ahead now is to talk about dancing. What about dancing? What about dancing now? Just about dancing in the Bible. Is